tutafunga kwa sababu hakuna gharama. Kwa sababu ukifunga uli, kwa hiyo gharama inapungua. Kwa hiyo yuko tayari afanye hivyo, lakini hayuko tayari kwa kutoa sadaka. Sema nabii. Iko nguvu katika sadaka. Amen. Na wakati mwingine hatupati baraka kwa sababu hatutoi sadaka. Na leo tunajifunza aina mbalimbali. Uangalie mpaka umefika Disemba, ni sadaka kiasi gani umetoa. Alafu mdai Mungu vitu vikubwa. Ukiangalia mzani unalemea kwamba umetoa. Hata wachawi, watu wanaotumia nguvu za giza wanatuzidi kwenye sadaka kwenye miungu yao. Wanatoa sadaka kubwa. Lakini sisi walokole, wazungu wanasema tuko stingy, ni wabaili kwenye kutoa sadaka. Sio wabaili wa maombi, tutaomba kweli, tutafunga, tutakesha, lakini kwenye kutoa tuna ubaili. Na hiyo linafanya watu wengi walokole wasijue kanuni ya Mungu. Kanuni ya Mungu ili upokee ni lazima utoe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ili upokee lazima utoe. Ndio maana akasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtikise jirani yako, mwambie ziko aina za sadaka. Ziko aina za sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusome hapo kwenye Mithali 11:24 mpaka 25. Mithali 11:24 mpaka 25. Ndio. Mithali 11:24. Ndio. Kuna atawanyaye lakini huongezewa zaidi. Kuna anayetawanya anatoa tu. Anatoa lakini huongezewa zaidi. Kwa hiyo wewe kama hutaki kutoa, kuongezewa ni kidogo sana. Ukiangalia, sijajua kwa Arusha, Dar es Salaam, mimi nimeishi Dar es Salaam kwa muda mrefu. Dar es Salaam ikifika kuna siku ambazo matajiri wanafanya kazi ya kutoa sadaka kwa watu. Kwa hiyo utakuta hiyo ni siku hiyo ya wao ndio wameweka ndio siku ya sadaka. Watu wamejali. Wanatapani. Whether ni miungu yao inawatuma ni chochote. Anatumia hii kanuni kutuzidi sisi ambao Mungu ametupa hii kanuni. Hatutapani. Tunataka tukusanye tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako anza kutapanya. Anza kutapanya. Mwambie tena anza kutapanya. Anza kutapanya. Ndipo utaiona nguvu iliyoko kwenye sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu soma mstari wa 25. Mstari wa 25. Ndio. Nafsi ya mtu mkarimu itawalishwa, Itaongezwa, itanenepeshwa. Mstari wa 26. Ichi huo kwa ishani na mafungu ya kumi. Au kija ya ujenzi, lakini sadaka nyingine hatujawahi kutoa. Aina nyingi za sadaka. Lakini leo nataka tuzungumzie aina kadhaa. Kwanza ya sadaka ni sadaka ya agano. Unaweka agano na Mungu. Unaandaa mwenyewe, usitegemee mtumishi akwambie kuweka sadaka ya agano. Ndio unaweka sadaka ya agano. Sadaka ya agano. Unaagana nini na Mungu? Tusome Waamuzi 6 mstari wa 24 mpaka 26. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Ndio. Mstari wa 24. Ndio. Ndipo Gideoni akamjengea Bwana madhabahu hapo. Ndipo Gideoni akaiita jina lake Yehova Shalom. Akaiita hiyo madhabahu Yehova Shalom. Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe
wa miaka 7. Ukaiangushe madhabahu ya Baali. Ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako. Ukaikate Ashera iliyo karibu naye. Ili wewe nyumbani kwenu umetoka, baba yako, babu yako ana madhabahu, ana uganga na mchawi. Unasema rapa sheke kwa jina la Yesu, napiga wewe uchawi, napiga wewe. Ile madhabahu imegharimiwa mpaka imekapa. Yes. Imeshakula damu za watu. Ina sadaka za kutosha. Maneno yako yanaweza kuvunja hiyo madhabahu. Sadaka. Yes. Ataambiwa hii uvunje madhabahu ya baba yako. Toa ng'ombe. Hello. Tikise bilani yako. Mwambie sadaka. Bwana Mungu. Ile sadaka ilikuwa inaingia agano na Mungu. La Mungu alivunje ile madhabahu ya baba yake. Endelea kusoma mstari wa 20. Yes. Ukamjengea Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Anaingia agano kwamba akitoa yule ng'ombe anafanya nini? Amjengee Bwana nini? Madhabahu. Ina maana yule ile ya baba yake ajenge madhabahu ya Yesu Kristo. Amen. Ajenge madhabahu ya Bwana. Amen. Ndio agano. Yes. Aliyoingia. Wewe utaki kuingia agano kuua madhabahu iko huko kwa wakwe zako. Umeingia kwenye ndoa, ndio maana kabla ya kuolewa ujue hiyo familia au kuoa hiyo mafamilia na madhabahu gani. Ukiona hiyo madhabahu iwezi kaa mbali. Yes. Mwambie kaka ni mrembo sana, uko vizuri sana, wewe ni handsome whatever. Ni hapana. Mambo ya kuja kupambana na madhabahu za kwenu siwezi. Ndio. Oa mtu ambaye tayari ameshapambana na madhabahu za kwenu. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hata mwambie ukichinja huyo ng'ombe utakuwa umeingia sasa. Unijengee madhabahu. Na ndio hiyo madhabahu aliyoiita jina hilo ambalo ulitajwa hapo ni Yehova Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana wa Mungu, unatakiwa uingie agano. Unatoa sadaka ya agano. Na nyakati hizi hatutoi tena ng'ombe. Unaweza kama ukitaka ukatoa ng'ombe akauzwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini usiende ukachinja kama nani aliyochinja. Hatuchinji tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka utatoa sadaka yako kanisani, wataiuza, itabadilishwa ifanye kitu. Hatuchinji tena makanisani, hatuchinji wanyama au chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi 126 mstari wa 5 hadi wa 6. Ndio. Zaburi 126 mstari wa 5 hadi wa 6. Ee Bwana, urejeze watu wetu waliofungwa kama vijito vya kusini. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha aichukuapo miganda yake. Unapoenda kupanda au kutoa sadaka yoyote, unatoka kwa machozi. Yes. Sijajazia nakata hapo nitoe sadaka. Akatoa kwa uchungu. Kwa hiyo unapanda sio kwa furaha. Jua kama nitarithi. Akamwambia, "Wa miaka 3 na kondoo mume wa miaka 3 na huwa na mwananjio." Hiyo ni agano anaingia. Kuingia agano na Mungu atuingii kwa maneno. Nibariki, yani iwe hivi na hivi. Tajuaje kama hii shida nilionayo itaondoka? Agano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo Mungu, lakini huko utumwani watatoka na mali nyingi. Ndio. Mstari wa 5. Ndio. Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani. Ndiyo. Utazikwa katika
uzee mwema. Atazikwa katika uzee mwema. Hata kufa macho yamemtoka. Hata kufa anafungwa nepi. Anafungwa pampas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakufa katika uzee mwema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni sadaka ya agano. Kabisa. Unaagana nini na Mungu? Wengine wanafanya mambo ya kuagana kwa maombi tu. Baba, yani mimi naagana na wewe baba. Baba utanitendea hiki na hiki. Baba, yani ukinitendea nitakutumikia. Wewe sio maneno. Sadaka unaambatanisha na agano unaloingia na Mungu. Amen. Amen. Hakuna maneno hapo. Tunamuona Abraham. Ndipo akaingia kwenye agano la Mungu na Mungu akamjulisha ataifije hiyo nchi. Tatizo lako litaondoka. Ndio. Ukanga utaishi, utaondokaje kwenye familia yenu? Ndoa yako itakaaje, itaponaje? Watoto wako elimu zao itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi 126 mstari wa 5 hadi 6. Zaburi 126. Ndiyo. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Unapotoa iwe ni sadaka ya agano au yoyote, agano ni lazima uende kwa kelele za kilio. Maana agano sio unakumbuka tu umefika umesema ana kayo tano kangu haya unatoa unasema na ingia, hakuna vitu kama hivyo. Halo, hivi wewe unaweza ukachukua tu ng'ombe unachukua unawaza kwanza wewe. Hivi huyu ng'ombe namtoa kweli? Huyu mbuzi na kondoo wangu? Unawaza, unalala, unaamka, unazunguka ndani, watu wanafikiria kuna nini? Anaumwa, ana tatizo gani? Kumbe unawaza sadaka ya agano. Amen. Lakini watu wanafanyaga mchezo wa kukumbuka tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizi ni sadaka ambazo za maandalizi. Usikumbuke. Wakati mwingine mwambie Mungu unataka kuingia agano na wewe kuhusu hili jambo. Tunamwona Abraham akauliza, ili nipate kujua kwamba nitairithi hii nchi Kanaani. Nifanyeje? Akasema leta mwana kondoo, leta hiki, leta njiwa, akamtajia vitu vingi. Muulize Mungu akwambie. Amen. Ili uchawi uondoke kwenye maisha yako, unaingia agano na kitu gani? Ili mizimu ya kwenu iachie maisha yako, unaingia agano na kitu gani? Ili maisha yako yabadilike, unaingia agano na sadaka ya namna gani? Usikumbuke na change ulizobakiza kwenye daladala. Sikize jirani yako, mwambie achana kukumbuka na change. Achana kukumbuka na change. Mwingine kaela alikuwa amekanunulia kwenye mama na Mungu na kaela kamekunjwa hivi. Wewe unamchezea Mungu wewe. Ndio. Kabisa. Haleluya. Amen. Sikize jirani yako, mwambie sadaka ya agano. Sadaka ya agano. Iko ndio hapa. Lazima achukue sado ndoo nzima, achukue akapande. Lakini nasema neno hili. Ile ndio nia zako. Amen. Kwa sababu Mungu anaongeza hapo, basi itakuwa kama 1000. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awe 10,000. Haleluya. Amen. Jinsi unavyopanda, hiyo ni sadaka ya mbegu. Kwa hiyo kama umeamua wewe mwenyewe kwamba nataka kupanda mbegu, tafuta mbegu iliyonona. Amen. Achana na kukumbuka. Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hizi sadaka ni sadaka ambazo unaamua. Hana hela, ameishiwa na madeni na kila kitu. Akasema mama, nilikuwa nimekimbia. Mimi narudi, mimi mtoto wako nisamehe. Nimehangaika, nilitoka Ebeneza, sina madeni hata moja. Sasa hivi nadaiwa kila mahali. Ameuza na eneo na bado madeni hapo hayaishi. Halo. Hello. Roho
kuongoza wewe, nenda kule kwa mama yako wa kiroho wa zamani. Nenda kapande upya, maana kule ndio unavuna. Akaja kupanda mbegu. Akaleta mbegu ambayo ni kubwa ya machozi. Na ile mbegu ya machozi hailingani na uwezo wake aliokuwa nao na madeni aliokuwa nayo. Alipopanda ile mbegu, maisha yake yakafunguka. Amen. Watoto maisha yakafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto alikuwa ana kazi, hana lolote, mambo yakafunguka. Hakulazimishwa, sikumpigia simu kumwambia uniletee mbegu. Wako watu mnadanganyika kwa sababu unaambiwa na mtumishi leta mbegu hapo. Ni roho wa Mungu amekwambia. Timize ndani yako. Biblia inasema kwenye Wafilipi, Paulo anawaagiza Wafilipi, toeni kadri mbarikiwavyo. Ni wewe. Acha mambo ya mtu anakuambia toa kiasi hiki. Sio maana wengine mbarikiwi mpaka leo. Umeambiwa mahela lakini hamna kitu. Atakuangalia tu kwa sababu mwenyewe umevaa ovyo ovyo. Huyo mtu ungemwangalia ungemwambia leta 20,000. Lakini akaleta 500,000. Lakini yeye ni mtu 10,000, 20,000, 500,000. Akaja kupanda mbele. Ana maisha. Anadaiwa kila mahali. Kaela alipokuwa amebaki akasema hata kote akakubaliana na mtoto wake. Napeleka tukapande mbele. Sikuwapigia simu wala sikuuliza kwa sababu alikuwa hapo kanisani. Wewe unadanganyika. Mtu mmoja akanipigia simu, "Jamani, nimeenda kwa mtumishi mmoja, naomba uniombe. Mtoto anaumwa, nimeambiwa ninunue mbuzi. Sasa huyo mbuzi nilete jamani ni laki na sina." Nikaambia unaangamia kwa kukosa maarifa. Ni wewe moyoni unataka kumtolea Mungu, anataka utoe kwa Mungu. Si kwa kulazimishwa. Unataka kupanda mbegu ile unaoisikia moyoni tu ina matunda. Sio ile uliyoambiwa utoe. Ndio maana sisi hata tukija kwenye michango hapo, hatuanzi kusema kwa milioni. Kwa 500, kwa milioni 10. Wewe toa kadri ubarikiwa. Kadri unavyosukuma ndio inaleta matunda. Ndio maana watu wametoa mpaka wameishia. Juzi nilikuwa naongea na mama mmoja alikuwa mahali fulani anasali. Akasema nikajisikia tu nimpigie, tunafahamiana, sijamuona siku nyingi. Nikamwambia basi siku nyingi unaendelea vipi? Akasema jamani, kwa sababu nilimuona mume wake alikuwa mlevi sana. Nikasema mbona mume wako nimeonana naye? Mbona ana hali mbaya namna hii? Wajibu yako ni nini kinaendelea huko? Ndio ananiambia mama, nimepita, wewe acha. Nini? Akasema kila ninapotoa Mungu wangu, nikiingia naingia mahali kwenye mafrimaso. Nikiingia naingia watumishi wanaotumia uganga. Nikamwambia wewe ndio shida. Kwa kufuata kanisa lina tiles. Nimejaa nikamwambia wapi Mungu alisema yuko kwenye tiles. Yuko mahali kwa sababu kumejaa. Akasema nimeingia kwa kanisa matatu yote, nimeingia na kutoka karibu manne. Sasa hivi nimekaa nyumbani mwaka mzima sijaenda kanisa wote. Ukifanya mchezo mwana wa Mungu, unatoa tu ovyo, unafuata miemko. Amen. Leta. Wewe tutakula, wewe utabaki na njaa. Acha mchezo. Msikilize Mungu anasema nini. Msikilize Roho. Angalia Biblia inasemaje wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema kote tumeenda hii ya mwisho. Kabla ya siongozo na kukamata ufahamu. Akasema nimekopa na daiwa milioni 9. Hana kazi, hana maisha. Biashara kama angeweza kuzalisha milioni 9 amepeleka kwenye kwa huyo mtumishi. Haleluya.
mtumishi wako feki. Anasema kwa hiyo zaidi mlevi kwa kwenda mbele. Kwa sababu yuko frustrated madeni. Kwa hiyo yeye anatakiwa ayalipe. Fanyani akasema tunaenda tunakopa milioni 2 tunaleta. Hatujarudisha vile milioni. Yaani Mungu anaweza kufanya kazi kwa namna hiyo. Wewe ni Mungu ni mwana seseri. Huyu Mungu muumba mbingu na nchi. Akasema kwa hiyo mtumishi niliambiwa tu kuna mtu nikamwambia. Nikamwambia tangu amekutajilia umepata nini? Maacha kunifanya. Hakuna jambo jipya juu ya jua hili. Kila kitu kipo. Unabii uko. Sisi tunasema jamani katika kubariki sinabariki. Kuna kitu hamna. Wewe unasubiri mpaka mtu akwambie eti Mungu ameniambia atakubariki wakati Mungu alishakwambia kwenye Biblia. Halo. Matokeo yake ulitafuti neno la Mungu, unatafuta maneno ya watumishi. Kabisa ndio. Sikize jirani yako, mwambie wewe tafuta Mungu, acha maneno ya watumishi. Tafuta Mungu, acha maneno ya watumishi. Hivi nasema tutatambua kwa nini? Kwa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamwambia tatizo ni wewe wangu, usimlaumu Mungu. Kuacha kwako kwenda kanisani, sijui nini, niko kamera, haijalishi Mungu ana watu wengi. Wewe kwa sababu ni uzembe wako. Sasa amesema mna niliambia na wewe kwenye fake. Wao zote ni fake za China. Ni kampuni tu labda inawezekana ikawa tofauti. Haleluya. Amen. Mwambie jirani yako kataa kuwa fake wewe. Kataa kuwa fake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema nabii. Mimi nikiingia, hata kama siingie nikikutana na yeye mwenyewe ananikimbia. Yes. Akianza tu amenitamani hata mimi nilisema nampigia simu. Hapokei. Kwa sababu nimeshamwambia Bwana. Nikikutana nao yeye mwenyewe aniogopa. Ile moto wa Bwana Mungu wa kweli yuko ndani mwake. Aweke utisho wala niogopa kunifanya. Wala kuwa karibu na mimi. Maana anaponisogelea vitu vyake vya. Wewe unaingia unasali unatoa masadaka wewe hata ujielewe. Halo. Mko wengi hapa. Mmepanda mbegu mpaka mmekoma. Magunia na magunia lakini hamjavuna. Sema nabii. Mmekuna mabua. Haleluya. Amen. Kwa sababu Mungu analazimishwa na watumishi, sio Mungu anawalazimisha. Kweli. Na kama ufahamu bila akili yako tu unachukua hiyo. Mtu mmoja ananiambia mke wa mtu mmoja rafiki yake nyumbani akatoka gari amemnunulia mke hujali huyu mwanamke mpumbavu asiyekuwa na akili. Mimi nasema mwanamke mpumbavu vunja nyumba yake kwa mikono yake. Huyu ni mpumbavu. Mwanaume amekununulia gari, wewe unampenda sana huyo mtumishi unampenda sana huyo mtumishi kuliko mumeo anayekupa ugali na kukusomeshea watoto wako wewe. Wewe bwana atakupa hela. Atakusomeshea watoto wewe. Sema nabii. Waangalie mama mbio huko ndani. Akachukua ile gari akaenda kumpa mtumishi. Halo. Si mko na wengine labda mko hapa na yeye ameshatoa magari. Ndio. Yeye ana magari menunuliwa. Hata hujanunua na pesa yako, basi afadhali hata umenunua kwa pesa yako. Tuseme hela ya kwako. Ndio. Wewe hela ya mtu mwingine. Unaendaje kutoa hiyo? Halo. Napanda mbegu kwa baba. Haya, umeshanunua gari nyingine mpaka leo. Sana na mwanamume amempa talaka. Hiyo mbegu inakusaidia nini? Hiyo mbegu uliyopanda ambayo umepanda kwenye udongo mbaya. Umepanda kwenye mwamba, haiwezi kuota. Kile kitu cha familia unatakiwa kukubaliana na mume wako. Kabisa. Wewe mjakubaliana unakumbuka tunaenda kutoa. Feki. Yuko mama mmoja Dar es Salaam. Mtoto wake naye kesha kama sasa yuko akachukua
akachukua kiwanja, yeye mwenyewe alikuwa na kiwanja na Abelingo, akampelekea huyo mtumishi mwenyewe mzinzi. Hivi wewe unapanda kwa mzinzi ili ufune nini kama sio uzinzi? Hakuna uzinzi. Mungu jamani, alijibu midana kujibuja, wewe mwenyewe unapanda kwenye mwamba. Anasema mtakutambua kwa matunda yetu. Na wewe hapo mko hapo utanitambua kwa matunda yao. Na niona nafanya uzinzi na uasherati, wewe unaendelea kuleta sadaka, unaweka kwenye udongo mzuri wewe. Halo. Na mwingine anatetea kabisa. Hamna ona chumbani kwake wewe. Mpaka ujue leo amemtongoza watu wanalala na watu kwenye ofisi za ndani ya kanisa. Afoma ndio kuleta mchezo. Wewe kimbia mbio, umesikia wewe kimbia mbio. Toka. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili usiendelee kupoteza. Na kueleza hapo kwa sababu na mimi nimepita kwenye makanisa kama haya. Mungu alinipitisha kunifundisha. Nita kwenye kanisa, napeleka sadaka, nalipia eneo kwa mwezi, tunalipia kwenye hoteli 400,000. Hivi una imagine 400,000 ni mchezo? Mwezi nalipa 400,000. Miezi mitatu, milioni points. Hawezi kucheki. Naona kila kondoo tunayemleta kanisani mwenzetu anatafuna. Na hivi. Ndio udongo wote, ndio mfinyanzi. Mwambie Mungu akanionya unafilisika. Nilimuita. Wewe unaonga wanawake na wanawake za watu. Unagombea wanawake kanisani. Mimi ni mtume na nabii. Nina makanisa zaidi ya 43 kama idoke, mimi sina hata moja. Haleluya. Amen. Sijamtukana na mwambie ukweli. Ibali usimtukane mwambie mtu ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hatuwezi kukaa mahali kama hapa. Siwezi. Siku natoka akamwambia naomba unisamehe, mimi naacha kabisa. Nikamwambia usiache kwa ajili yangu, wewe utaacha. Acha kwa sababu unamuogopa Mungu. Kwa ajili ya Bwana. Mimi ni mwanadamu. Kwa hiyo utaacha pale kwenye macho yangu, utakuwa nisikuoni. Ufichoni. Wana Mungu, ukitembea unamtafuta Yesu bila maarifa, watu watakufanya zuzu. Unaelewa zuzu wewe? Yaani linaambiwa chochote linafanya halina akili, halina, kwa sababu sio wote ni wa Mungu. Wako wa shetani lakini wanasema Yesu. Shangilie Bwana kwa makofi mazuri. Ndio maana leo uko mahali hapa. Ujifunze kweli ili kweli kuweke huru. Amen. Nilipoacha hapo nikaacha kutoa sadaka na nikaondoka. Mambo yakafunguka tena. Wengine hapa wamefilisika. Mama mmoja kaja hapa amefilisika. Amefunga na biashara. Yuko kwa nabii. Prophesy baba. Wati hakuna cha prophesy wala nabii, sisi tunataka matokeo. Tunataka matokeo. Yaani wewe uko nyumbani, huna lolote, mwaka na zaidi, huna biashara, huna hela, huna chochote. Eti unaingia kanisa la kinabii. Prophesy, ukimwona anarukaruka. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nasema sijaribuni hizo. Kienda kwenye kanisa usiwe la kwanza, usiwe hata nyinyi mliokuja sio mwepesi tu wa kutoa sadaka. Cheki kwanza. Pana Mungu hapa. Wewe unatoa, unajiunganisha kwenye madhabahu ya kishetani. Nikamwambia yule mama aliyekuwa ananiambia na madeni ya milioni 9. Nikamwambia sasa ingia utubu. Alafu kisha tu. Kisha omba rehema ukatubu. Mwambie Mungu, mimi nilijua nakupa wewe. Au mimi nakudai wewe. Si nilienda, si nilikuta anasema Yesu. Au mengine siyaelewi. Haleluya. Nikamwambia Mungu, mimi nilienda
mtu wake na umethibitisha. Maana wakati mwingine unaweza ukawa unasikia lakini sio sauti ya Mungu. Pepo nao linaongea. Biblia inasema upepo ukapita, ngurumo zikapita na moto ukapita, lakini mimi sikuwamo. Kwa hiyo haijalishi, Mungu anaweza asiwe mwana. Wengine tumeingia kwenye shida kwa sababu ya mahali tulikokuwa tunatoa sadaka. Na kufundisha haya kwa sababu nafundisha Zaburi ya 50. Mungu dhabihu za kushukuru, timizia aliye juu na dili zako. 23. Kuza. Hizi ni sadaka za shukrani. Nazo hazilazimishi wana wa Mungu. Hizi nazo unatoa wewe mboga. Wanaendelea vizuri, jaona naye ana shida. Ndoa yako imekaa vizuri, biashara inaendelea. Kwa muujiza labda umepata. Hii inaitwa sadaka ya shukrani. Na watu wanaotoa sadaka hii ndio wanaomtukuza Mungu. Amen. Kumtukuza Mungu kwa kusema namshukuru Mungu amenitendea hiki na hiki, sawa, hayo maneno tutayasikia tu. Kikubwa ni sadaka. Walokole wengi tuko kwenye wokovu watutoi sadaka za shukrani. Atafika atatoa ushuhuda wake mbio. Ameshafanikiwa na kuacha kanisa anaacha. Si anaenda sasa. Yes. Alikuwa hana kazi, sasa ana kazi. Haleluya. Alikuwa hana biashara, sasa biashara imeinuka. Kwa hiyo atashukuru. Amen. Sisi hapa sasa hivi kapu la sadaka ya shukrani liko kila Jumapili. Si lazima Mungu awe amekutendea muujiza mkubwa ambao labda uliela nini, maana hiyo ndio unaona watu wengine. Uzima tu. Yes. Afya tu. Kabisa. Kwa sisi tunamshukuru Mungu kila Jumapili. Amen. Jinsi unavyojisikia wewe. Hakuna masharti kwamba nyekundu hapa. Ni wewe mwenyewe, ukitoa 100 ni kwako. Si utakoma mwenyewe. Anayekuweka hapa sana anapokea hapa. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari 23 tumeshasoma. Haya, Yeremia 17 mstari wa 26. Yeremia ndio 17:26. Yeremia 17:26. Ndio. Nao watatoka mji wa Yuda na mahali palipo pande zote za Yerusalemu na nchi ya Benyamini na Shefela na milima na upande wa Negevu, wakileta sadaka za kuteketezwa na dhabihu na sadaka za unga na ubani, wakileta pia sadaka za shukrani nyumbani kwa Bwana. Naona wanatoka pande zote kuleta hizo sadaka zote, ikiwemo na sadaka ya shukrani. Bwana Mungu, usiache kushukuru. Amen. Jambo moja ambalo sisi walokole tunakosea. Shukuru Mungu pale ambapo Mungu amekutendea. Yes. Kama umepata yeye, natuletea laana yako hapa ya kisadaka chenyewe 5,000. Sio 10,000. Peleka huko usiletee laana. Ulikotendewa, rudisha shukrani. Ndio. Amen. Menelewa wana Mungu. Walokole wengi wanapenda tu anatendewa huko anapeleka shukrani mahali kwingine. Hapa ndo kanisa langu, mpelekee mtumishi wako shukrani za laana hiyo ameni. Halo. Kazi afanye mwingine alafu yeye analima kwenye migongo yetu. Mimi niombe alafu yeye alime kwenye mgongo wangu anakula. Au yeye aombe mimi nilime kwenye mgongo wake na kula. Usiletee sadaka ya shukrani ambayo hujachelewa. Yes. Halo. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngapi mnanielewa wana? Amen. Ukinielewa hili somo ukalitendea kazi, maisha yako hayatakuwa kama hivi. Amen. Itakuwa historia. Amen. Watu wasema nimekuona, mbona ulikuwa sio hivi? Wenzetu umeenda wapi? Mwambie nimeifahamu kweli na kweli nimeliweka huru. Makofi kwa Yesu tafadhali. 4. Sadaka
Sadaka ya 4 ni sadaka ya malimbuko. Hesabu 15 mstari wa 21 na 22. Sadaka ya malimbuko. Hii ni sadaka ambayo unaitoa kwa vitu vyako vya kwanza, mazao yako ya kwanza. Ndio inaitwa sadaka ya malimbuko. Ndio Malimbuko ya unga wenu, malimbuko ya unga wenu mtampa Bwana sadaka ya kuinuliwa katika vizazi vyenu. Unampa sadaka ya malimbuko ili uinuliwe kizazi chako chote. Umelima mahindi, utachukua yale mahindi yaliyokomaa ya mwanzo, hayo sio ya kwako, ni ya Bwana. Ina maana watoto wako walikuwa Mungu kwako. Unachuma yale yaliyokomaa kwanza, ya Bwana, yatakayobaki ndio ya familia, ya malimbuko. Mpaka 22 tayari. Bado 22. tena mtakapokosa Ni lazima uyafanyie kazi. Amen. Toa malimbuko. Tunalia nimevuna. Mwaka huu nimevuna. Malimbuko kula. Subiri hiyo miaka inayokuja. Utakoma. Ugonjwa utaingia, mvua hakuna, vyote utapata sifuri. Au ya kwanza unayokuwa umelima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome tena Kutoka 20. Unampeleka madhabahuni. Oh yes. Ndio. Sasa ndio umpeleke madhabahuni. Yaani mahindi unaona ni mtoto wako wa kwanza. Tunamkomboa, lete sadaka, mbuzi dume, ile kubwa kubwa, yenye madoa na meupe na meusi. Wewe nini wewe, mganga wa kienyeji? Damu ya Yesu ilishakukomboa wana wa Mungu. Hakuna sadaka ya ukombozi ya mzaliwa wa kwanza. Oh yes. Mzaliwa wa kwanza anapelekwa madhabahuni, anabarikiwa full stop. Amen. Hakuna sadaka. Nadanganya watu, tunataka hela, watu tuna njaa eti. Shika tumbo lako hivi. Shika kwenye tumbo lako, wewe ndio yuko hapo, shika tumbo lako. Mwambie jirani yako, njaa tumboni. Njaa tumboni. Hawana hata biashara, hawana shughuli yote, wanategemea mfuko wako. Unategemea nini? Si lazima mtoe mpaka ukome. Yes. Mtu mmoja akasema, jamani mimi naenda kanisa hili, jamani nino kanisa hili. Ni sadaka makapu kama 10. Yaani sadaka 10 kaambia mkome. Mtoe hela mpaka mkome. Ukirudi nyumbani na ni wale tiko tupo. Nafikia wewe tunakula wapi? Muulize jirani yako, kwani watumishi wanakula wapi? Wale watumishi wanakula wapi? Tunaambia tule vya madhabahu kwa tunavikomesha. Ndio maana Paulo akasema, mimi Paulo sijakubali, sijawalemea. Mimi ni Paulo mshona mahema. Na mimi ni Paulo mshona mahema. Nitakula kulingana na kazi zangu. Nitakula kwa jasho langu ambalo Bwana amenipa nifanye shughuli zangu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa wewe mtumishi umnunulie suti, umvalishie shati, kiatu na mke wake na watoto wake 4, uwapeleke English medium. Ale ubwabwa, ale nyama. Kodi ya nyumba kubwa 3,500. Wewe unategemea ufanye nini? Si lazima zikutoke mpaka ukome. Kabisa. Umnunulie gari, uwekee gari mafuta. Je, mnaniwekea gari mafuta? Hapana. Kuna mtu ameninunulia gari hapa? Huyu Mungu ninayemtumikia amenipa kazi za mikono. Ninatengeneza mahema kama Paulo. Amen. Ndio hela na mimi namtumikia Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya wana wa Mungu. Amen. Kwa hiyo tusipokuwa na maarifa, njaa tumboni za watu zitatumaliza. Mungu, mimi jamani, ulikuwa unanitolesha sana pale Mungu, ule mtumishi wako, mimi najua ni wewe. Bwana, yani mpaka watoto wangu nimeshindwa kuwasomesha, wakati Biblia inasema mshike sana elimu, usimwache aende zake. Biblia inasema kuhusu elimu. Mshike sana elimu, wala usimwache aende zake. Biblia inasema asiyefanya kazi asile. Jamani, wameandika watumishi wasifanye kazi bali? Hapana. Hapa tunataka mna mambo hiyo kujaza mtumishi mmoja. Ndio mimi mtumishi. Natakiwa tu hapa kanisani mnitunze. Kadana na kutunze. Ni mwenyewe situnze. Nani akutunze? Kabisa.
Tafikia wao wafalme, hawatoi sadaka. Haleluya. Haleluya. Amen. Wewe nenda kwa mtu mwenye njaa tumbo, atakumaliza. Tashinda kupeleka watoto wako shule. Unampelekea yeye watoto wake wa masomo. Kesho hasara ni ya kwako, huna wa kumlaumu. Bwana Yesu asifiwe. Asiwatunza wa nyumbani mwake ni mbaya. Tusome Biblia. Unajua kwanza mimi mtumishi nalianza mimi. Yule mwanamke unatumia neno la mwanamke wa selekta peke yake. Alikuwa na hicho kwa sababu alipale mwanamke wa selekta hakukuwepo wazazi wake. Wangekuwepo wazazi wake, angemwambia nenda kawape wazazi wako, kwa sababu Biblia inasema baraka za wazazi zapita mima. Sio za Mungu, sio za watumishi, baraka za wazazi. Lakini kwa sababu hawakuwepo, nipe mimi basi. Maana niko kwa niaba ya Mungu angalau. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unadanganya wewe. Baba yako, mama yako hujampa chochote. Unajifanya umpelekea Mungu. Mungu unamuona wewe, niambia na rangi gani? Sura yake ikoje? Biblia inasema unanifanya unanipenda mimi usioniona, wakati hauna waona uwapendi. Baba yako na mama yako na mke wako na watoto wako na mume wako uwapendi. Unajifanya wewe unampenda mtumishi wa Mungu. Mwangalie jirani yako, mwambie leo ni mpaka ukome. Leo mpaka ukome. Mwambie Kristo apeni lazima uzipokee. Kristo apeni lazima uzipokee. Ukitoka hapa mapafu yameachia. Haleluya. Amen. Sema fire. Fire. Sema fire, fire wao. Fire. Hii injili ni adimu wewe. Uamini kokote wewe. Yaani nakwambiaje kama mimi nawategemea nyinyi. Sitaacha kunipa watoto wangu walale na njaa. Mimi nakwambia kwa sababu mimi sitegemei kanisa kuishi. Ndio. Mimi nafanya kazi, nina mshahara. Mungu amenibariki na maisha yanaenda. Wewe umeleta sadaka, hujaleta, mimi maisha yangu ni amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mahali mtu huwezi kuambiwa. Kwa sababu mtu anategemea hiyo sadaka. Kwa hiyo lazima akwambie tu wewe utoe tu, hata uelewe utatoa tu. Mimi watoto wangu walale na njaa. Nafikia kwa nini wanawatembelea kila siku? Wanawapenda sana. Anajua akija kukutembelea anafuata sadaka. Ndio mwanangu, nitakuja Jumamosi ijayo nikuone. Nikutembelee niwasaidie pale nyumbani. Ana cha kusaidia wala nini, anafuata sadaka. Ukienda hapo mama umeandaa 50 au 30, si msimamo huo wa siku kadhaa nyumbani. Haleluya. Amen. Haleluya wana wa Mungu. Ndio maana nakupa haya maarifa. Ili usidanganyike kokote utakapoingia. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka 22 mstari wa 29 mpaka 31. Mstari wa 30. Ndio. Na utafanya hivyo katika ng'ombe zako na kondoo zako. Utamwacha siku 7 pamoja na mama yake, siku ya 8 utanipa mimi. Nanyi mtakuwa watu watakatifu kwangu mimi. Kwa hiyo msiile nyama yoyote iliyoraruliwa huko kondeni, na mnyama wa mwitu mtatupia mbwa nyama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yule mzaliwa wa kwanza uhakikishe usile nyama yake. Niambie, kuna watu hapa wana kuku wa kienyeji. Kamfuga kuku wake kataka mayai. Mayai anamwencha tu. Mtoto wangu kajieni mtoto. Nilini umempelekea Bwana huo uzao wa kwanza alipozaa mara ya kwanza kataka mayai ya kwanza ukampa Bwana. Yule kifaranga aliyezaliwa wa kwanza umewahi kumpa Bwana? Kwamba ameshakuwa amekuwa kuku. Ukamuuza ukasema ngoja nipelekea kuku hivyo hivyo nampeleka. Hayo ndio malimbuko. Usisahau kutoa malimbuko. Amen. Wale ambao bado unazaa, kizaa mtoto wako wa kwanza peleka kanisani. Alikuwa ndio umeshazaanga hujajua, hata kama ni mkubwa peleka. Ndio. Awekwe wakfu ni wa Bwana.
Biblia inasema kila kilichotengwa na kuwekwa wakfu ni cha Bwana. Haleluya. Utaona mtoto wako kama atakuja kukusumbua, hata kama kusumbua. Amen. 5, sadaka ya kuambatanisha na maombi. Sadaka ya kuambatanisha na maombi. Iko sadaka unaweza kuona maombi yako unaweza yakawa ni ya kufunga au na ya kawaida ya mnyororo, umeomba kwa mwezi, kwa wiki, kwa siku kadhaa. Kwa hiyo unapokuwa unamaliza maombi yako unaambatanisha na nini? Na sadaka yako uliyoamua. Sio aliyokuambia mtumishi, sio aliyokuambia mtu, wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unaambatanisha, unatoa sadaka yako kwamba Bwana Yesu, hii ni sadaka yako na ile maombi yangu niliyoomba. Mungu anasikia. Huhitaji hata wakati mwingine kumwambia mtu yote. Bwana Yesu asifiwe. Yeye Bwana unayesiri atakujaza. Anaona umeambatanisha maombi kwa ajili ya vitu gani. Hebu soma hapo kwenye Matendo ya Mitume 10 mstari wa kwanza hadi wa 2. Ndio. Matendo ya Mitume 10 mstari wa kwanza hadi wa 2. Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Italia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa akimwomba Mungu, anaambatanisha na nini? Sadaka. Wakati mwingine unaweza kuwa unaomba haujibiwi, kumbe yale maombi yako yanahitaji uambatanishe na nini? Sadaka. Cornelius akapata majibu. Petro akaambiwa, akaona chombo kinamshuka, kina kila aina ya mnyama. Akaambiwa, chinja ule. Anasema, Bwana wewe, tachinjaje lile vitu najisi hivi? Mimi siri, hivi wanyama wasiokuwa na kwato, sijui wasiopasuliwa kwato, sijui watu asili ni kama wewe unaangalia kuna machura hapa, kuna manyoka sima nini, chinja ule. Ukiwa mchinja unasema yes. Kile kitu chenyewe. Mtanzania mimi sio muhimu. Kabisa. Pale unasema jamani mimi sio Makonde. Ndio kule hivi wanakula panya huku mikubwa hivi. Wanaenda samaki mchanga. Sana samaki mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akakataa kwa sababu alikuwa anaambiwa aende akawahudumie mataifa, watu wenye dhambi, watu wanaokoka. Cornelius alikuwa hajaokoka, lakini alielewa kanuni ya Mungu. Haijalishi umeokoka, kama usijui kanuni za Mungu, kutoka ni vigumu sana. Elewa kanuni za Mungu. Ambatanisha maombi yako na sadaka. Alipokwenda Petro kule wakaokolewa, Cornelius akaokolewa na watu wake na mambo yakabadilika. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa na maombi yako mazito ya jambo fulani, usiombe tu ukaachia hapo, ukafunga ukaachia hapo. Unapokuwa unamaliza ule mfungo wako, ambatanisha na sadaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngapi hiyo? 6. Si ndio? Sadaka ya kuongezeka. Iko sadaka unatoa maalum ili uinuke kwenye biashara, kiroho, kimwili, kikazi, sijui kinamna yoyote unataka kuinuka, kuongezeka. Iko sadaka maalum. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma katika kitabu cha Hesabu 15. Hesabu 15 mstari wa 17 mpaka 20. Tulikuwa tumesoma hapo mstari wa 17 hadi 20. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nenda na wana wa Israeli uwaambie, mtakapoingia ndipo itakapokuwa ya kwamba hapo mtakapokuwa
mtakapokula katika chakula Bwana sadaka ya kuinuliwa, mtamsogezea Bwana sadaka ya kuinuliwa. Ulishawahi kutoa sadaka uinuke kwenye biashara? Ulishawahi kutoa sadaka ili uinuke kwenye maombi? Uliwahi kutoa sadaka kwa ajili ya watoto wako wainuke kwenye masomo? hapana. Ipo sadaka. Akaambia mtakapoingia kwenye hiyo nchi, mtakapokula na kunywa na kunini, Mungu amekubariki, umeanza kwa biashara, kanatoa hela, mnakula heka, wali, kuku, nini. Kumbuka sadaka ili uinuliwe. Sadaka ya kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umefika mstari 20? Endelee. Katika unga wenu wa kwanza wa chenga mtasogeza mkate uwe sadaka ya kuinuliwa, vile vile kama mfanyavyo sadaka ya kuinuliwa ya sakafu ya kupuria nafaka, ndivyo mtakavyoinua. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka ya kuinuliwa. Soma Kumbukumbu la Torati 12. Kumbukumbu la Torati 12. Mstari wa 11 hadi wa 12. Wakati huo itakuwa kwamba mahali pale atakapopachagua Bwana Mungu wenu alikalishe jina lake, hapo ndipo mtakapoleta kila kitu ninachoamuru, sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu. Hizi wamama wengi akili kichwani sisi zinakuwa haziko. Ndio maana Biblia haina politika. Jamani wanangu, mmeshaona kama mama wa nyumbani huko? hapana. Tunaangamia kwa kukosa maarifa. Anasema za mikono. Unaleta pesa za mke wako, unaleta pesa za mume wako, afu unategemea wewe uinuke. Lazima uendelee kuwa mama wa nyumbani. Atainuka yeye. Na akishainuka sana yeye anakupiga kibuti. Maana wewe uendani na yeye sana hela sasa. Au unafikia anakumbuka ulikuwa unakwenda kuomba. Unapeleka sadaka. Peleka sadaka yake, uwe na hakika na kile cha kwa kuuza mboga, uza chochote. Uwe na sadaka iliyoipata kwa nguvu zako. Ndio inaleta matokeo. Amen. Ukiwa unakuja kanisani, mume anakupa sadaka. Wanaotakiwa kupewa sadaka ni watoto. Hawana shughuli. Hao ndio wanapewa. Wewe mtu mzima kama unapewa sadaka huwezi kupata chochote. Yaani yule aliyekupa ulete ndio umemletea yeye. Wewe kama posta. Ndio. Posta jamani inafaidika nini? Kazi yake inatuletea si barua. Kama ni hela ni pesa ukiingiza sisi tunafaidika. Angalau wao wanakata. Sasa wewe ukileta ukati hata 100 labda uibe. Sitakupa 5,000 ukaleta hiyo 5,000. Haleluya wana wa Mungu. Kwa hiyo make sure una zile sadaka ulizozipata kwa kazi ya mikono yako. Fanya vitu vidogo vidogo upate hela. Hata kama wewe ni mama wa nyumbani una shughuli unaifanya. Tafuta kitu cha kufanya kikuingizie kipato chako, ndipo utaweza kuinuka. Tumefika ngapi? 7 7 sadaka ya kutapanya. Tulisoma kule mwanzo, tuione hii sadaka ya kuwa unatoa tu. Sio tu lazima kanisani. Unatoa kanisani, unatoa kwa watu wenye shida, unatoa kwa watoto yatima, unatoa watu wagonjwa spiriti. Hizo ndio sadaka za kutapanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unatoa eneo mbalimbali, ndio sadaka za kutapanya. Hebu tusome katika Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 9. Wakorintho wa pili 9 mstari wa 6 hadi 9. Wakorintho wa pili 9 mstari wa 6.
Yes. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba. Apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeyote atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kila tendo jema. Ukishaanza kupata baraka, ndio unaanza hizi sadaka za kutafanya. Sadaka za kutafanya, unapoanza kupata riziki za kila namna, unakuwa na uwezo wa kuwasaidia watu wengi, kuwapa watu. Mmenielewa wana wa Mungu? Ana njaa unampa yeye. Unamkatia mahindi unampa sufuri na nini kisabo cha mahindi. Unampa unga, unampa mchele, unampa nauli, unampa ile ya kusogeza siku mbili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu akasema nilikuwa na uchi, ukanipa nguvu. Nilikuwa na njaa ukanipa chakula. Usitegemee Yesu atakuja eti ana njaa. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Yes. Kwa hiyo usitegemea atashuka hivi. Ni wale watu ambao wanakuwa na wewe. Ndio, unawafahamu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine ni majirani zako. Wengine unawafahamu sio majirani. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kulia. Jamani, sasa hana unga, mimi mwenyewe unga wenyewe umebaki kidogo. Gawana naye. Wacha wasongea watoto wako na yeye mpe akapike uji. Bwana Yesu asifiwe. Vipi? Hapana. Lakini unajua hivyo ndivyo unapanda, ndio sadaka ya kutafanya. Ni sawasawa umepanda shamba lako Ngarutoni, umepanda shamba lingine Katiti, umepanda shamba lingine Matu. Sasa ukivuna utakuwa na sawa na mtu ambaye ana shamba moja tu nyuma ya nyumba yake. Hapana. Kwa hiyo kule ulipofanya 8 tutaishia kwenye 8. Au tuendekane kidogo. 8. Sadaka ya kushinda vita. Mama niko kwenye vita. Jamani vita, naona watu wananikimbiza. Naona ng'ombe wananikimbiza. Iko sadaka ya vita. Hapa jirani zangu wananipiga vita. Sadaka ya vita. Mawifi sijui wako sijui mume mke. Nani wangu mtaogopa? Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nimtazame uzuri wa Bwana, atanisitiri bandani mwake siku ya na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka, nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani. Hemani mwa Bwana. Haleluya. Kwamba vita vimenizunguka kila mahali, nitamtolea Bwana kwamba katika hapa mimi nitacheka. Katika vita hii nitashinda. Haleluya. Amen. Dhabihu za shangwe ni dhabihu za vita. Ni dhabihu za kushangilia, ni sadaka za kushangilia. Ndio. Kwamba umeshinda vita. Amen. Waacha mambo yako. Piga unakuchosha sisi watumishi wa Mungu wakati unatakiwa utoe sadaka wewe. Ndio kabisa. Maombi yetu yangatanishie na sadaka na yako. Amen. Haleluya. Amen. Weka sadaka ya vita hapo. Uombe. Maadui watakutika wenyewe. Amen. Yaani inaomwambia mfalme wa Moabu, wasomea siku nyingine. Mfalme wa Moabu alikuwa anapigana na taifa la Mungu, wana wa Israeli. Wakawa wanampiga kwenye vita. Alivyoona anashindwa, akatoka akaenda akamchukua mzaliwa wake wa kiume, mtoto wake wa kumzaa. Akamchinja, akamtoa sadaka kwa miungu yake. Haikujalisha hawa wana wa Israeli wanamwamini Mungu aliye hai. Kabisa. Walipigwa. Ndio. Unapigwa kwa sababu wenzio mafimbaso wanatoa sadaka kwa miungu yao. Haijalishi wewe ni mlokole. Mlokole gani una sadaka za kushinda vita? Alafu unataka kwa jina la Yesu na wachoma na wakata na unaoa wapi wewe? Sio unatoa sadaka kwa miungu
miungu yao. Haleluya. Amen. Sema fire wewe. Fire, fire. Sema fire. Fire, fire. Sijui kama umeelewa. Ndio maana wewe kila siku utapigana tu na waganga na wachawi, mara unaona pepo, mara unaona mchawi, mara ukaja na kuniga, mara nini. Umetoa sadaka ya vita. Toa sadaka ya vita. Kama nyumbani kwako kumeingia vita, hatuelewani na mke na mume au watoto, toa sadaka ya vita. Mwenzio ametoa sadaka kwa, alafu wewe unataka tu maelewano yarudi eti kwa sababu umetamka jina la Yesu. Hapa Biblia inaonyesha sadaka za shangwe ni kwa ajili ya vita inayokusunguka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamenielewa mpaka hapo? Piga makofi kwa Yesu kama unielewa. Kwa leo tutaishia hapa. Tutaendelea na sehemu ya pili ya aina za sadaka na kumalizia na faida za sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Ili uende katika aina hizi 8 nilizokufundisha, uende ukazitafakari, uanze kufanyia kazi moja hadi nyingine kulingana na mahitaji yako. Amen.